Namna mnavyotazama tuko Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndege isiyo na rubani na drone ilikuja ilidondosha mizinga ya mabomu na makompora hapa kunako sehemu za Himbi. Himbi ni jijini Goma, mahala ambapo kunakaa hapa mahala ambapo tupo ni makao ya mfanyakazi wa Umoja wa Mataifa mwenye uraia wa Ufaransa, na nyumba hii ni ya mwenyeji mwenye uraia wa Ubeleji. Yani ndege hiyo imekuja imedondosha bomu kubwa, ndipo kina mama huyu ambaye anatumika kunako tawi la Umoja wa Mataifa lihusikalo na ukingo wa watoto UNICEF amefariki dunia. Namna mnavyoona hapo nje magari za kuzima moto za Umoja wa Mataifa na hizo za taasisi lihusikalo na ukingo wa raia protection civile wako hapa, wako wanaendelea kuzima moto. Namna mnavyotazama kwa ndani moto yuko mingi, lakini wamefaulu kuzima. Jeshi la Umoja wa Mataifa kutoka Uruguay likizuia sisi waandishi wa habari, lakini hatimaye tumekubaliwa kuingia, na ndipo baada ya uchunguzi mnavyotazama majonzi ni mengi, kwa sababu shambulizi hili lililenga mahala ambapo yasina wakaaji. Na ndiyo kwa sasa tusikie ni nini mwenyekiti wa taasisi usikao na utangazaji na vyombo vya habari yeye bwana Lawrence Kanyuka kunako chama AFC M23 anazungumza nini mbele ya waandishi wa habari leo. Ikumbuka kwamba tuko siku ya 3 tarehe 11 March mwaka 2026. Jina langu Musafiri Mulope Mustafa Kemani. Hapa tuko Kugoma, dati ya leo le 11 mars 2026. Tuko hapa Goma quartier résidentiel. Ninayua Goma mwenye batu biko mingi hapa. Tuko kunyumba yenye batu ya Nations Unies na Union Européenne balikuwa na ikala. Kinshasa anatuma drone inabaua. Tukua nasema siku yote Kinshasa anapietine cessez-le-feu, anatuimpose guerre. Tuko na bisema siku yote banapika Masisi, banapika Mushaki, banapika Minembwe, bafazi yote biko napiga. Leo bana decide kupiga Nations Unies na Union Européenne, banaua hapa mama yenyewe akafanya kazi kwa UNICEF. Ndio tunasema tuko na kamata Nations Unies, témoin Union Africaine na international, pia na bakongole témoin ya bitu yenye Tshisekedi konafanya kuua ba civil siku yote.